Napenda kutoa shukrani zangu kwa vijana wa Gen Z wa nchi hii yetu ya Kenya baada ya kuonyesha ujasiri mkubwa sana katika mitandao ya kijamii kukabiliana na madai ya huyu ambaye ni rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye alidai katika mazungumzo yake ya kwamba angehakikisha ya kwamba amefikia mipaka ya bara Hindi, ambapo ni Indian Ocean, kwa sababu anaitaka nchi yake kuwa na port. Gen Z wamethibitisha kwamba kwa hakika wana mshikamano ambao ni wa kivyake na wa kipekee, na kwamba hawa wanazingatia mambo ambayo wanajua ya kwamba ni ya kuleta kujimarisha na katika kuweza kuleta umoja na ushikamano wa nchi yetu ya Kenya. Tamko kama hilo ambalo lilitolewa na Kaguta Yoweri Museveni kuhusiana na madai ya kuwa sehemu fulani za nchi ya Kenya ni ziko katika himaya ya Uganda si mageni, kwa sababu ukikumbuka kwa wale ambao walikuwako na ambao ni umri wangu in 1975, madai kama 75-76 pale nikiwa kijana kama miaka 9, madai kama hayo pia yaliwahi kutolewa na aliyekuwa rais wa Uganda wakati ule Idi Amin Dada, akidai kwamba mpaka wake umefikia pale Naivasha. Na majenziwa wakati ule walichukua hatua ambazo zilikuwa tofauti, na kwa sababu wakati huo hakukuwa na mitandao. So what they did ni kwamba kulitayarishwa maandamano makubwa sana ambayo yalifanyika katika uwanja wa Afraha Stadium pale Nakuru, na nilihappen kuwa katika maandamano hayo. Na taarifa kama hizi ambazo nimezitaja hapo kuwa nilihusika katika maandamano kama hayo nimeyafanya katika msururu wa video ambazo nimezifanya katika YouTube katika channel yangu kwa jina la George Kabori, ambayo ni thibitisho ya kwamba sio madai ambayo ninayafanya hapa kwa sababu ya kutafuta umaarufu wa aina yoyote. Na niliona vijana ambao walikuwa wamejitokeza wakiwa wamejivalia mavazi na wakiwa na silaha na zile kinga zile za vita na mikuki, na wamevaa mavazi ya kivita ya kimorani wakiwa tayari kuidefend nchi yao. Na hapo ndipo matamshi ya kwamba Idi Amin angejaribu lolote angeliona chamte makuni. So ninashangaa kwa sababu sidhani kuna wengi katika viongozi walio sasa wa umri wangu katika serikali ama nyadhifa za uongozi ambao walikuweko katika uwanja wa Afraha Stadium wakati huo ama siku hiyo ambayo ilikuwa ni ya maandamano hayo. So uzalendo wangu nimeuanza hapo kitambo na si jambo geni ambalo ninalifanya. So hapa ningependa kuwashukuru sana vijana kwa kuchukua hatamu ya kudefend nchi yetu ya Kenya. Lakini ningependa mjue kitu kimoja, kwamba wakati mna defend nchi yenu na kuongea mkiwa na ujasiri kama ambao umethibitishwa na vijana wa Gen Z katika mitandao, ni kwa sababu mnajua jeshi lenyu liko imara na hakuna vile ambavyo vinaweza kwenda kinyume na jinsi ambavyo mnadai ya kwamba jeshi lina amri ya kuhakikisha linalinda mipaka ya nchi ya Kenya. So hapa ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba tunaamini kwamba hawa wanajeshi kutusaliti kama wana Kenya, kwa sababu wao pia hawawezi kujihisi wakiwa imara wakiwa katika uongozi na utawala wa kamanda ambaye anawatolea amri akiwa sie ambaye ndiye aliyeunda kikosi chao. So itakuwa labda wamesarenda ndio iwe sasa wako chini ya kamanda mpya. So hilo haliwezi kutokea. Msisahau pia matamshi kama haya ambayo yanaletwa na Yoweri Kaguta Museveni ni yale ambayo yalikuwa yametajwa na mtangulizi wake Idi Amin, ambaye huyu Kaguta Museveni alipata support ya Nyerere kuondoa Idi Amin kwenye mamlaka. So hapa kuna siasa ambazo zinachezwa. Tanzania imetumia wanajeshi katika kusambaratisha na kunyamazisha maandamano yaliyokuwa yanafanywa pale kutokana na uchaguzi ambao umepita hivi karibuni.
Uganda pia imetumia mbinu hiyo hiyo ya majeshi katika kuhakikisha ya kwamba imenyamazisha sauti ya upinzani. Kule Tanzania tumeona wale wa Kenya, Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire, madhila na unyama waliotendewa kwa sababu ya msimamo wao wa kwenda kusikiza kesi ya Tundu Lissu. Uganda pia tumeona madhila ambayo wamefanyiwa kina Babu Njagi na Nahashon Oyo kwa sababu ya kampeni za Bobi Wine. So hapa inamaanisha ya kwamba Museveni is not throwing stones wildly. Ana lengo fulani ambalo amelificha kwa sababu anajua ya kwamba kuna agenda ambayo inajitokeza katika nchi za East Africa ambapo kuna viongozi wamechukua mwelekeo wa kutumia wanajeshi, wanaimarisha mifumo ya utawala wanayotaka izidi kusimama katika nchi zao. So hapa Museveni is throwing stones akijua ya kwamba hakika tukiinua vurugu yoyote tutakuwa tuko kinyume na serikali ya Tanzania, na tutakuwa pia tuko kinyume na serikali ya Uganda, tutakuwa tuko kinyume na serikali ya Rwanda, na tutabaki peke yetu, na itakuwa sasa labda tusaidiwe na nchi za kutoka nje katika kujaribu kusuluhisha mizozo iliyo hapa Kenya. Itakuwa pia tumeingiliwa kutoka upande wa Somalia na hata upande wa Ethiopia na kundi la Oromo. So huu uchokozi ambao unaletwa ni uchokozi unaofanywa maksudi ili kujaribu kuvuruga na kuleta kuzorota kwa amani na utulivu katika nchi yetu ya Kenya. Jambo ambalo ningependa wa Kenya kuzingatia, haswa vijana wa Gen Z, ni kuwauliza swali moja. Mumedefend na kuonyesha msimamo wenu wa kudefend mipaka ya Kenya, lakini mnaonyesha msisahau ya kwamba hawa wanajeshi wa Kenya wakati wa maandamano ya Gen Z mwaka jana walitumika wakati mmoja, wakati Duale alikuweko ndiye interior CS, na lengo lilikuwa ni kutumia jeshi kunyamazisha upinzani. So hawa viongozi wameonyesha nini? Ya kwamba wanataka kuimarisha mifumo ambayo wanaielewa, ambayo itakuwa ni ya manufaa kwao. So ningependa isiwe ya kwamba tunang'ang'ania kuwa katika mipaka ambayo sisi tumekuwa enslaved, ama sisi ni watumwa. Ni lazima kwa sasa tuchukue jukumu la kuhakikisha ya kwamba mifumo ambayo ni ya kidemokrasia ambayo inafuatwa Kenya ni mifumo imara, na hiyo haiwezi kutokea ikiwa sisi kama raia hatuna misingi ambayo tunaweza kuizingatia ya kuimarisha demokrasia kwa njia ambayo tunaipata sisi na kuielewa sisi, kwa sababu katiba inasema ya kwamba sovereignty belongs to the people. Sisi ndio tunaostahili kutoa mwongozo na mwelekeo wa jinsi ambavyo demokrasia inastahili kuwa katika nchi yetu ya Kenya. Msisahau ya kwamba demokrasia ilitekwa nyara kitambo sana. The tree of democracy that was planted in Kenya baada ya Kenya kupata uhuru wake pale 1963 ilifanywa grafting, na hiyo siri ilitolewa na aliyekuwa mbunge wa Nyandarua North Jeremiah Mwangi Kariuki, na siri hiyo ndio ilifanya akauliwa na serikali, kwa sababu alifichua jambo ambalo lilitokea kwamba matunda ambayo alikuwa mwananchi anayatazamia sio aliyokuwa anapatikana. Ndio Jeremiah JM Kariuki akasema ya kwamba katika nukuu yake ya kwamba Kenya is a country of 10 millionaires and 10 million beggars. Hiyo ndiyo taswira iliyoko hadi wa leo. Angalia viongozi ambao wako kwenye mamlaka. Nani ambaye pale sio multi-billionaire? Uhuru 110 billion, Ruto 50 billion, Gachagua 3.5, Mudavadi 5.5. These are their ranges. Sasa ninataka kuuliza swali.
weni Wakenya wa kawaida hawana akili, hawana uwezo, hawana namna, hawajijui suluhu za shida zao mpaka wafanyiwe maamuzi na wapewe mwongozo na mabilionea. Does being a billionaire indicate kwamba una akili za kuongoza na una akili za kutosha? Ingelikuwa hivyo, basi sioni kwa nini tuna haja ya kumpinga Ruto, kwa sababu at 50 billion anaweza kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata bilioni moja na abaki na bilioni zake kama 2 ama 3 na aendelee kutuongoza, kwa sababu yeye ameweza kuwa na uwezo wa kuwa na pesa za kupatia kila Mkenya, kwa sababu ana akili nyingi. Hatungekuwa tunampinga, lakini tunapinga kwa sababu tuna hisi ya kwamba mambo na mwelekeo anaotoa ni mwelekeo ambao unakwenda kinyume na jinsi ambavyo sisi tungependa iwe katika nchi yetu na kuhusu sisi na maisha yetu na mwongozo ambao umetolewa na katiba yetu. So tuna akili, tuna uwezo, tunaweza kuhakikisha ya kwamba tumeleta mfumo wa demokrasia ambao tunahitaji, lakini ni sisi tu na ni watu ambao wamo katika generation hii, generation Z na generation Alpha, ndio wana uwezo wa kuleta mabadiliko hayo, na ndio kwa sababu nawahimiza kila saa na kila mara, na hata nyinyi millennials, ya kwamba mnahitaji kukuja pamoja, because one thing about you which is a very strong quality ni kwamba you are tribeless, you are faceless. Nyinyi hamzingatii ile kabila, hamzingatii huyu ni wa jamii gani, hamzingatii kwamba huyu ana nini na huyu hana nini. Nyinyi mnazingatia ni nini huyu analeta katika uhusiano tulionao kwa manufaa yetu. Na ndio ningependa mtumie njia hiyo ya kupatana na kuunda mwelekeo wa nchi hii katika mfumo wa inverse salaries for political office, ambapo waliyetajiri sana asipewe nafasi ya kuweza kupata mshahara unaozidi shilingi 50,000, haswa kwa wale ambao mapato yao yanazidi ama yanafikia kiwango cha bilioni 2 cha utajiri, na aliye na zaidi ya hapo asiwe katika mamlaka, ili tuweze kuwa na new spirit mpya na nyuso mpya na tuwe na watu wapya katika nyadhifa za uongozi. Don't be fooled, na msikubali kukaa nyuma, na msikubali kuitwa wajinga na muna akili za kutosha za kuweza kutoa mwelekeo ama mwongozo wa nchi, eti kwa sababu kuna watu ambao wana PhD, kuna watu ambao wanajiita maprofesa katika nyadhifa za uongozi.